Sababu mashia ndio waiba vitu vya Kaaba. Mwajua ni katika historia walikuja wakaiba al-Hajar al-Aswad miaka 20. Al-Ubaidiyun walikuja wakaua wakachinja mahujaji, kisha wakaichukua Hajar al-Aswad wakakaa nayo miaka 20. Mashia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawa al-Qaramita ambao walivamia Makka katika Baitullah al-Haram mwaka wa 317 Hijria, wakaua mahujaji, wakaua watoto, wakina mama, na wakachukua al-Hajar al-Aswad wakaiba wakapeleka al-Bahrain. Hawa ni washia al-Ithna Asharia, ni wafuasi wa Ahlulbayt alayhimu salam au hapana? Itikadi inatuonesha ya kwamba hawa watu si mashia wala hakustahiki hata kuitwa Waislamu, si wafuasi wa Ahlulbayt alayhimu salam. Kuanzia itikadi yao, tizama itikadi yao, ndio utajua kwamba hawa watu ni wafuasi au si wafuasi. Kuanzia tauhid, kuja nubuwa, kuja al-imama, ni watu ambao wako tofauti. Mfano, tuanze moja moja. Katika upande wa tauhid wana kitu wanaita al-hulul. Hulul ni mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba roho yake intaqalat ila ajsadil al-a'imma alayhimu salam, kwamba roho ya Mwenyezi Mungu imefungamanishwa na miili ya maimamu wa Ahlulbayt alayhimu salam. Kwa maana hivyo ndio maana hata wanaposema kwamba ni maasumin, kwamba ni maasum kwa sababu wamefungamanishwa roho yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kama ambavyo Mwenyezi Mungu hawezi kuasi wala hawezi kufanya jambo baya, hivyo wao pia hawezi kufanya jambo baya kutokea hapo. Na hii katika upande wa kiroho tunaita Allahutia. Ama kama ambavyo katika upande wa kimwili badan, yani mwili unapofungamanisha na mwili mwingine tunaita nini? Nasutia. Na hii wanayo katika kwamba katika upande wa anubuwa. Kwa utaona hawa watu wana kitu ambacho kwa mashia hakuna, wala kwa mashia wanakikanusha, kwa sababu al-hulul inastalzim mambo ambayo ni batil kwa mashia. Mwenyezi Mungu laysa mahallan lilhawadith, maimam ni hadithun. Mwenyezi Mungu hawezi kuwa ni pahala pa vitu ambavyo ni hadith, wa illa atakuwa hadithun. Mwenyezi Mungu atakuwa ni hadith na hatakuwa kadim. Na hii kwa wazi sana katika itikadi za mashia, wazi kabisa, wala haitaji hata bayani, kwa sababu hii ni katika itikadi za baadhi ya masufi, ambapo sio itikadi ambayo inaweza kaa sahihi, wala sio itikadi ambazo za Ahlulbayt alayhimu salam, kama ilivyo hata kwa manasara wanaitikadia Allahuti kwa Masihi Isa alayhi salam, kama tunavyosema kwamba wao wanafasiri hiyo assalamu alayka ya Adam safwatillah, assalamu alayka mwisho, assalamu alayka ya Isa, assalamu alayka ya waritha Isa ruhillah. Sasa kwamba Isa ni ruhullah, kwa maana ya pia ni katika masala hayo, lakini sio kwa maana hiyo, kwa sababu wangekuwa wao roho ya Mungu imehama kwao, basi ingestalzim kwamba Mwenyezi Mungu angekuwa ni mahallu lil hawadith, na ingestalzim kwamba Mwenyezi Mungu angekuwa ni hadith na sio qadim, kitu ambacho sio sahihi kwa itikadi za mashia. Then katika upande wa an-nasutia ambao al-badan, mwili na mwili, kahamba sasa hapa ni katika upande wa an-nubuwa, utume. Unaona, ni katika masala yale al-hulul
lakini sio kwamba ni mwili wa Mwenyezi Mungu. Sasa la, hapa tunazungumzia sasa ni miili ya manabii ipo ndani ya miili ya maimamu Ahlul Bait alayhim salam, ambaye ni katika upande wa mwili sasa tunaita an-nasutia. Kwa utaona wana allahutia na pia wana an-nasutia, yani al-badan ila al-badan. Katika upande huu wa an-nubuwa ambao ni katika aslun min usul din, kama ilivyokuwa tauhid, wana khalal katika tauhid, wana khalal pia katika an-nubuwa. Mashia al-Ithna Asharia au wafuasi wa Ahlul Bait alayhim salam wana itikadi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali ndiye mtume wa mwisho, na Imam Ali alayhi salam ni mrithi na ni wasii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, na sio nabii. Lakini hawa al-Qaramita wana itikadi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi alipomshika mkono al-Imam Ali alayhi salam katika Ghadir Khum, akasema man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah, niliyekuwa mimi namtawalia mambo yake, basi huyu Ali ndiye mtawala wake. Aliposema basi huyu Ali ndiye mtawala wake, utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ukakoma hapo, na utume wake ukahamia kwa al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. Kwa hiyo Mtume Muhammad akawa si mtume sasa wa mwisho, la, akawa na utume wake ukawa tayari umekoma pale, akawa Imam Ali ni nabii na rasulun. Kwa hiyo Mtume Muhammad akawa ni mahjujan bi Ali, ikawa Ali ni hoja kwa nani? Kwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Hii ndio itikadi al-Qaramita. Okay. Kuna nabii mwingine ambaye wanamuita nani? Ni Muhammad ibn Ismail, ambaye huyu pia al-ghaib, anaingia katika ghaiba, na pia atakapodhihiri pia atakuja na sheria ambayo ni nasikha, aitafuta sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Kwa hiyo huyu pia ni nabii mwingine. Kwa hiyo utaona katika utume tukianza kuadidi wale ulul azmi min ar-rusul, kuna Ibrahim, kuna Nuh, kuna Musa, kuna Isa, pia kuna Muhammad. Hawa ni watano, lakini wana Ali ni wa sita, na wana Muhammad bin Ismail ambaye ni wa saba. Kwa ulul azmi kwao, ulul azmi min ar-rusul ni watu saba na si watano. Naona kwa utakuwa ushaelewa kwamba itikadi katika upande wa utume ikoje. Ama katika upande wa manabii, katika upande wa imama, pia wanasema maimamu ni saba. Maimamu ni saba, yani kuanzia kwa al-Imam Ali alayhi salam, Muhammad, kuja kwa al-Imam al-Hasan, al-Imam al-Hussein, kuja kwa al-Imam Ali Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, Jaafar as-Sadiq. Jaafar as-Sadiq, alafu Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam ulikuja kukata na ukahamia kwenda kwa Muhammad bin Ismail, na sio kwa al-Imam Musa al-Kadhim na al-Imam Ali ar-Ridha. La, hawa sio walidai kwamba walidai uimam, lakini si maimamu. Kwa hiyo maimamu kwao hao al-Qaramita ni maimamu saba tu ambao wanakubalika. Basi Muhammad bin Ismail. Na utaona mashia hao wafuasi wa Ahlul Bait alayhim salam, ashia al-Ithna Asharia,
hawamuaddid Muhammad bin Ismail kama imam. La, si imam. Kwa utaona itikadi yao iko vipi na itikadi ya Ahlul Bait alayhim salam, Ashia al-Ithna Ashari. Na ndiyo maana kila mtu ambaye anamhesabu al-Imam al-Kadhim na al-Imam Ali Ridha kwamba ni maimamu wa Ahlul Bait alayhim salam, basi huyu ni kafiri. Kwa hiyo Shia Ithna Ashari kwa hawa al-Qaramita wanamhesabu ni katika makafiri. Na ndiyo maana katika al-Hajj walipovamia kule Makka, wakaua mahujaj, wakaua atfal, wakaua nisa, waliwakadimu watu waliotanguliza katika kuwaua ni wale watu ambao walikuwa wanasema kwamba Musa al-Kadhim na Ali Ridha ni maimamu. Hawa watu walikuwa wanatangulizwa katika kifo, wanauawa fasta. Kwa sababu gani? Kwa sababu ipo aya kwamba atilul ladhina yalunakum minal kuffar waliyajidu fikum ghilza. Mtakapo kuingia katika vita, mnawaua wale ambao yalunakum minal kuffar, wale makafiri wa karibu yenu. Kwa hiyo makafiri ambao wako karibu zaidi kwao walikuwa ni Ashia al-Ithna Ashariya. Kwa walikuwa hawa wanauawa. Kwa utaona kwamba mtu anapokuja akaongelea kwamba al-Qaramita ni mashia, huyu ni mtu kwanza hajui hata historia ya hawa al-Qaramita ni akina nani, na cha msingi zaidi hajui itikadi. Cha msingi fahamu itikadi. Kwa mfano, njoo katika upande wa tafsiri. Upande wa tafsiri kuhusu al-Imam al-Ridha alayhi salam na al-Imam Musa al-Kadhim, kwamba Mungu aliposema wala taqraba hadhihi shajara, wala msikurubie huo mti, wakasema mti ni shajaratul imame, ni uimam. Ama la taqraba, msikurubie, enyi wawili, khitab ikawa ni muwajjah kwa al-Imam Ridha na Musa al-Kadhim, kwamba wasikurubie huu uimam. Wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Kwa hiyo hawa ni katika madhalim. Imam Ridha na Imam Musa al-Kadhim ni katika madhalim, kitu ambacho kwa mashia wenyewe ni mtihani. Unaona? Sasa hawa ni mashia, hawa ni wafuasi wa Ahlul Bait alayhim salam. Mimi naona taabiri nzuri na mustalaha mzuri, neno zuri la kuwaita hawa watu katika zama zetu hizi, tunaweza tukawaita kwamba ni mawahabi na masalafi wa zama hizi. Kwa zama hizi ndio masalafi, kwa zama hizi ndio mawahabi, kwa sababu yanajulikana waliowafanya kule Afghanistan, yanajulikana waliowafanya kule al-Iraq. Naona wakiwaua watoto, wakiwaua kina mama, wanakufurisha Waislamu, wanakufurisha mashia. Hasa hizi si ndio itikadi zao? Sasa hizo ndio itikadi za al-Qaramita, Qaramita asrina. Qaramita wa zama zetu ni mawahabi na masalafi. Mashia wafuasi wa al-Bait alayhim salam hawafanyi vitu kama hivi, hawapa huko. Sasa hii ni katika kuonesha huyu jamaa anachokiongea kwamba al-Qaramita ni mashia, mughalata. Huu ni mughalata. Walivamia Baitullah al-Haram, wakaua mahujjaj, wakaua kina mama, wakaua watoto, vitendo vya kihabi kabisa, vitendo vya kisalafi. Wakachukua
Al-Hajarul Aswad wakaipeleka Bahrain miaka takriban 22. Sasa utaona kwamba hawa watu al-Qaramita si mashia, si wafuasi wa Ahlul-Bayt alayhi salam, kuanzia tauhidi yenyewe, kuja nubuwa na kuja al-imama yenyewe, hawa sio mashia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.